Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Yes, bana, mambo vipi popote pale ulipo? Leo ikiwa ni siku ya mapumziko ambako tunaadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika. Leo ni sherehe za uhuru na tumetulia tukiwa majumbani, basi tuna mambo mengi sana ya kuzungumza. Moja ya mambo mengi yanayohusu michezo, lakini story kubwa ni timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, imeitwa leo hii. Kikosi, mabadiliko yamefanyika na tayari kikosi kimewekwa bayana. Mmoja ya nyota ambao wapo kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ni Mbwana Samata, Simon Msuva, Tareck Al-Rakia, lakini Charles Mombwa, Kevin John na wengine. Lakini katika eneo hilo la ushambuliaji amekozekana nyota Paul Peter Kasunda pamoja na Selemani Mwalimu Gomez. Hii ni moja ya story ambayo inawashangaza watu wengi sana, kwamba Selemani Mwalimu namna ambavyo alifanya vizuri akiwa na Fountain Gate, baadaye Wydad Casablanca, alishiriki hadi michuano ya FIFA Club World Cup, inakuwa vipi haitwi kwenye kikosi na hajajumuishwa kwenye kikosi cha mwisho cha timu ya taifa ya Tanzania ambacho kimeshasafiri Egypt pale Misri kwa ajili ya kambi kuelekea tarehe 28 Disemba, ndiko ambako hii michuano itaanza kutimua vumbi rasmi pale nchini Morocco. Sasa moja ya majina ambayo yanatajwa sana ni Selemani Mwalimu wa Simba. Nyota huyu ambaye amekuwa bora sana, tunafahamu uwezo wake, ingawa hakuwa apate nafasi ya kucheza ndani ya kikosi hicho kutokana na upangaji wa kikosi, kocha Matola na benchi lake ambalo lipo, lakini pia hata Pantev, namna ambavyo alikuwa anafanya rotation ya washambuliaji, imemweka pembeni pengine. Lakini kwangu kiniambia Mwalimu kukaa benchi ndani ya Simba ni kigezo kinatosha kabisa kwamba kutokuwepo kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania, na kuambia big no. Miongoni mwa washambuliaji wazawa tulionao kwenye nchi yetu ni pamoja na Selemani Mwalimu. Ana uwezo mkubwa sana sana. Ana uwezo wa kutana, ana uwezo wa kupokea mali, ana uwezo wa kuficha mali, lakini issue tu ni kwamba alikuwa hapana nafasi sana ya kucheza. Lakini hata akipata nafasi ya kucheza kuna kitu cha ziada ambacho alikuwa anaonyesha. So to me, naamini ya kwamba katika eneo la ushambuliaji lilihitaji mtu kama Mwalimu akaongeze nguvu kwenye michuano, sababu michuano inahitaji points, inahitaji umuhimu wa kushinda kila mechi. Lakini pia alihitajika mtu kama Paul Peter Kasunda wa JKT Tanzania. Paul Peter yeye ndio top scorer kwa sasa kwenye ligi yetu. Ana magoli takriban 5, anafuatiwa na Jonathan Soa ambaye ana goli 3. Lakini utaona kwamba yeye pia hajaitwa kwenye kikosi, hajajumuishwa kwenye kikosi cha mwisho cha timu ya taifa Tanzania ambacho kinashiriki michuano ya AFCON mwaka huu 2025 pale nchini Morocco, na tayari kikosi kimeshatua pale nchini Misri. Sasa maswali machache, nani ambaye amepanga kikosi? Nani ambaye amehusika kupanga kikosi? Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba umepanga kikosi chako wewe ukajaza mabeki. Eneo la mabeki wa kushoto wapo wengi sana. Kuna Mohamed Hussein Shabalala, kuna Nixon Kibabage, lakini pia kuna Pascal Gaudens Msindo. Hao wote ni mafullback ya kushoto. Lakini ukiangalia upande wa kulia Haji Mnogas, Shomari Kapombe, lakini Iza Pat Kimwenda hajaitwa. Lakini ukitazama katika msimu huu wa ligi na msimu uliopita uliomalizika, Iza Pat Kimwenda one of the best fullback right, na tuliona ubora wake, ana outstanding performance, hakuna mtu ambaye ana doubt naye. Ndani ya Yanga anazima kila mechi ndani ya Young Africans. Sasa inakuwa vipi haiti kwenye timu ya taifa na kwenye AFCON ambapo mabeki wa kushoto wamejaa wengi, 3, alafu eti upande huu wa kulia ni Kapombe, Mnoga, sijui. Lakini utaona wazi kabisa bado kuna mtu kama Israel Mwenda alikuwa anahitajika. So to me kwenye selection ya kikosi bado kuna makosa yamefanyika machache, na pengine kocha Gamondi alikuwa anahitaji kusaidiwa katika eneo hilo. Inawezekana labda yeye mawazo yake ndio yameishia pale, lakini alikuwa anahitaji mtu ambaye anaweza akampush kwa ajili ya kumsaidia mawazo. Mtu kama Selemani Mwalimu kumwachia kwangu sio sawa, kwa sababu ni mmoja wa washambuliaji bora sana. Anachohitaji ni nafasi tu ya kucheza. Sasa timu ya taifa anapopata kambi ya pamoja na walau akipewa nafasi ya kucheza, tutaona ubora wake. Tumeona namna ambavyo anafanya vizuri sana akiwa ndani ya Simba msimu huu. Amecheza mechi chache lakini amefunga goli dhidi ya timu ya Namungo, kama unakumbuka alifunga goli kali sana. Lakini sio tu goli hilo, ni mmoja wa washambuliaji ambao wanaweza kufanya safu ya ulinzi ya timu pinzani ikawa busy muda wote, kwa sababu ana energy,
kwa maana nishati yake iko juu sana, lakini pia ana work rate kubwa sana. Anajua namna ya kuficha mali na anajua namna gani ya kuunganisha pia timu, kwa maana katika eneo la mwisho kwenye final third. Lakini Paul Peter Kasunda hata kama asingepata nafasi kubwa ya kucheza, angeenda kwa ajili ya kuendelea kugain experience. Tunamtegemea huko miaka mbele. Unakuwa na mtu kama Samata, unamsuva, umri umeondoka. Tuna AFCON 2027 tunaifanya Tanzania, Kenya na Uganda. Sasa AFCON inafanyika, alafu eti mchezaji kama Paul Peter Kasunda, kwa mdogo yule ambaye tayari ameshafanya vizuri kwenye ligi, tayari ana goli 5 kwenye ligi ndani ya JKT, aliwafunga hadi Azam. So unashindwa kumtumia mchezaji huyo ambaye kwangu mimi anahitaji experience, anahitaji exposure, kuendelea kujifunza, kuendelea kuonekana. Sasa why mchezaji kama huyo hajaitwa? Tumii nafikiri ni mistake imefanyika, na kuna namna ambavyo wanaangaliana. Pale inaonekana kabisa kuna namna ambavyo watu wanapigiana chapua. Haiwezekani mtu kama Paul Peter Kasunda hayupo, haiwezekani. Mtu kama Selemani Mwalimu hayupo, haiwezekani. Mtu kama Izra Patrick Mwenda hayupo, yani Izra Mwenda namna ambavyo ameperform msimu jana na msimu huu, why asisafiri na why asiende? Kwa sababu Kapombe anahitaji msaada, na ukiangalia haraka kwenye ligi yetu nani mwenye ubora mkubwa kama Kapombe? Unampata Lusajo Mwekeno, unampata pia Izra Patrick Mwenda. Hao wote wana uwezo mkubwa sana. Tena Izra Patrick Mwenda ni versatile, anaweza kutumika maeneo mawili, anaweza kutumika kama fullback ya kushoto, lakini kwa ustadi mkubwa kama fullback ya kulia. So kwangu kuna mapungufu ambayo yameonekana, kuna haja ya kuboresha. Nimemwona Yusuf Kagoma, lakini pia nimemwona katika eneo la kiungo wa chini, na pale juu ndio eneo la ambalo limesheni sana kina Tara na Laraki na wengine wengi. Sasa eneo la ambalo ni muhimu sana ni eneo la ushambuliaji ambalo limekuwa likikosa sana magoli, lakini wameachwa nyota muhimu sana ambao huwa wao hawashindwi kufunga magoli na huwa wana sanaa kufunga magoli. Muhimu ni namna ambavyo kocha anawatreat na namna ambavyo anawajenga kisaikolojia mazoezini, namna ambavyo anawaandaa wachezaji hao. Tumii naamini wangefanya vizuri sana na tungewashuhudia, pengine wangetutoa kimasomaso kwenye michuano ya AFCON ambayo inataraji kufanyika 2025 pale nchini Morocco. Lakini kwa nyota ambao wameachwa, kwangu sio sawa. Mudathir basi hajaitwa, tunaambiwa ni majeruhi, ambaye majeruhi yanamsumbua, majeraha yale yamemtawala, kwa hiyo hajasafiri, hayupo kwenye kikosi cha AFCON, lakini mmoja wa wachezaji ambao walikuwa wanahitajika sana. Kwa hiyo kwa upande wa Simba yuko Shomari Kapombe, yuko Kibu Dennis, yuko Yusuf Kagoma pale juu, lakini pia katika eneo la ulinzi yuko Wilson Nangu tumemwona pale, lakini pia yuko Yakubu Suleiman yuko pale, alafu kule juu kabisa ndio utamwona pekee yupo ni Kibu Dennis. Kwa hiyo kikosi kina mabadiliko makubwa sana. Kikosi cha Simba kina mabadiliko makubwa sana ambacho kisema kweli tunatamani kuona. Kwa upande wa Yanga ameweka wachezaji wako wengi. Ibrahim Bakar nimemwona pale, Bakari Nondo Mamnyeto nimemwona pale, lakini nimemwona pale juu nimemwona mtu kama nani, nimemwona pembeni Mohamed Hussein Shabalala yuko pale, lakini eneo la mwisho pale juu nimemwona Ofen Chikola yuko pale. Kwa hiyo wachezaji ni mchanganyiko, awamu hii hawajatoka wachezaji wengi sana kwenye hizi club. Nimemwona Dickson Job ndani pia pale. Kwa hiyo hakuna wachezaji wengi, ni kwamba kila klabu wamejaribu kugusa ili kuhakikisha wanaweka sawa kikosi chao. Mambo ni mengi sana ndani ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Wewe pia una maoni yako, unaweza ukaniambia hapo chini kwamba unadhani kipi kimepelekea Selemani Mwalimu pamoja na Paul Peter Kasunda kutokuitwa kwenye timu ya taifa, lakini pia pamoja na Izra Patrick Mwenda kutokuitwa kwenye timu ya taifa. Hilo swali pia unapaswa kuja kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga. Unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.